Katika uchaguzi zipo chokochoko nyingi ambazo zinaweza vikawa ni viashiria vya kuondoa amani katika taifa letu. Ninyi ni mashuhuda, chokochoko zimekwisha anza katika taifa. Wapo ambao wanataka uchaguzi usifanyike, lakini wanaposema uchaguzi usifanyike, mimi sioni kama wanaeleza nini kifanyike, kwa sababu kama ni katiba, nchi hii tayari ina katiba. Kama ni tume huru ya uchaguzi, nchi hii tayari ina tume huru ya uchaguzi. Lakini bado watu wanakuambia no election, no reform, no election. Ni reform za namna gani ambazo mnazitaka? Tulikuwa tuna tume ya uchaguzi, mabadiliko yakafanyika, tukawa tuna tume huru ya uchaguzi. Twende kwenye uchaguzi. Mimi nina hakika hata bunge lililopita ni katiba hii ndiyo iliweza kuwapata wabunge kutoka vyama vya upinzani. Ni katiba hii ndiyo iliweza kuwapata tukawa na viongozi wa kambi za upinzani ndani ya Tanzania bara na ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachopiga kura sio katiba, wanaopiga kura ni wananchi. Gilly Bonny Online TV. Kwa hiyo leo, moja ya kauli mbiu ya msingi kwa mwaka huu ya mbio zetu za uhuru ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Tumepigania amani, tumepigania utulivu, na tungependa uchaguzi wa mwaka huu kama zilivyokuwa chaguzi zilizotangulia ubebwe na kauli mbiu ya amani na utulivu. Katika uchaguzi zipo chokochoko nyingi ambazo zinaweza vikawa ni viashiria vya kuondoa amani katika taifa letu. Ninyi ni mashuhuda, chokochoko zimekwisha anza katika taifa. Wapo ambao wanataka uchaguzi usifanyike, lakini wanaposema uchaguzi usifanyike, mimi sioni kama wanaeleza nini kifanyike, kwa sababu kama ni katiba, nchi hii tayari ina katiba. Kama ni tume huru ya uchaguzi, nchi hii tayari ina tume huru ya uchaguzi. Lakini bado watu wanakuambia no election, no reform, no election. Ni reform za namna gani ambazo mnazitaka? Tulikuwa tuna tume ya uchaguzi, mabadiliko yakafanyika, tukawa tuna tume huru ya uchaguzi. Twende kwenye uchaguzi. Mimi nina hakika hata bunge lililopita ni katiba hii ndiyo iliweza kuwapata wabunge kutoka vyama vya upinzani. Ni katiba hii ndiyo iliweza kuwapata tukawa na viongozi wa kambi za upinzani ndani ya Tanzania bara na ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachopiga kura sio katiba, wanaopiga kura ni wananchi. Cha msingi, nchi yetu imetoa uhuru wa demokrasi. Vyama vinafanya mikutano, Chama cha Mapinduzi kinafanya mikutano, na hata wapinzani wanafanya mikutano, na hata wao wanaosema no reform, no election sasa hivi wako mikoani wanafanya mikutano, lakini mikutano ile wamepewa ruhusa kutokana na sheria iliyopo. Kwa hiyo tumeona na sisi kupitia Mwenge wa Uhuru ambao moja ya dhima yake, moja ya jambo lake la msingi ni kuhubiri amani, upendo na mshikamano. Tuhubiri upendo huo na mshikamano kupitia vijana hawa. Wabebe mshikamano ndani ya mioyo yao, lakini kikubwa wawe wazalendo kwa taifa lao na wasikubali taifa lao liingie katika vurugu ama machafuko ambayo yanaweza kusababisha umwagikaji damu. Na vurugu zikitokea, ina maana maendeleo ambayo tumeyapigania kwa miaka 60 ya uhuru na maendeleo ambayo tunaendelea nayo mpaka sasa hivi, hakuna yatakayoendelea, yote yatasimama. Kwa hiyo ndugu zangu, hasa vijana, ninawahimiza tuendelee kuenzi amani na utulivu. Tuilinde amani na utulivu wa taifa letu. Ninajua vipo vishawishi vingi, vipo viashiria vingi vinavyotaka amani na utulivu wa taifa letu uparaganyike. Vipo viashiria vingi vinavyotaka taifa la Tanzania liingie katika machafuko. Ninyi kama vijana, mzungumze kwa kauli moja, mseme hapana. Tanzania ni taifa huru, Tanzania ni nchi ya amani, Tanzania ni nchi ya utulivu, na lazima iendelee kuwa nchi ya amani, lazima iendelee kuwa nchi ya utulivu. Mafanikio ya miundombinu mnayoyaona, mafanikio katika maji, mafanikio katika afya, mafanikio katika elimu, ni kwa sababu nchi hii ina amani na utulivu. Nendeni Darfur, hakuna maendeleo, ni kwa sababu kuna vita. Nendeni nchi jirani za Burundi na Rwanda zilizoingia katika vita, hakuna mtu alifikiria kwenda shule, hakuna mtu alifikiria kwenda kanisani, hakuna mtu alifikiria kwenda msikitini.
Kwa hiyo amani ya nchi yetu, vijana, na waomba ninyi muwe wa kwanza kuipigania, ninyi muwe wa kwanza kuilinda, na yeyote anayetaka kuvuruga amani, sisi tuwe wa kwanza kumzodoa, sisi tuwe wa kwanza kumzomea, sisi tuwe wa kwanza kumfagilia kwa mbali. Na kufagia kwa mbali ni mtakubali chama ambacho kina misingi ya amani, chama ambacho kina misingi ya utulivu. Tanzania ni nchi ya demokrasia. Tanzania ni nchi ya vyama vingi. Hatujakataa kwa sababu ni sheria, lakini demokrasia lazima iendane na nidhamu. Demokrasia inayoendana na vurugu ni kichocheo ama ni kisababishi cha kuvunja amani, umoja na mshikamano katika taifa letu. Ni matarajio yangu kwamba kongamano la leo litaendelea kuwaweka vijana mahali pamoja, litajenga uzalendo miongoni mwenu, litajenga ujasiri miongoni mwenu, kwa sababu ili uweze kulinda tunu za taifa ni lazima ujawe kwanza na ujasiri. Ili uweze kulinda tunu za taifa letu ni lazima ujenge uzalendo. Na waombeni vijana tuwe wazalendo, tujadili mada zitakazoletwa hapa kwa umakini, na mwisho tutoe maoni na mapendekezo ambayo yataendelea kutuweka sisi pamoja kama Watanzania, yataendelea kutuimarisha sisi vijana wa Tanzania, ili tuweze kufurahia fursa za maendeleo, fursa za kiuchumi. Ninyi mliopo hapa mwisho mtagraduate. Baada ya kugraduate mnategemea mpate kazi. Mtapataje ajira katika taifa hili kama taifa limeparaganyika? Mtapataje ajira katika taifa hili kama taifa hili halitakuwa na upendo? Tukiwa na utulivu, viongozi mliotuchagua, viongozi mlio hapa dhamana, watakuwa wanaweza kufikiria walifanyie nini taifa hili. Lakini wakati na viongozi wanafikiria walifanyie nini, naomba nitoe wito kwa vijana mliopo hapa, na ninyi muendelee kufikiria mtalifanyia nini taifa la Tanzania. Asije mtu akawa kichocheo cha kutaka tuvuruge taifa. JF Kennedy, rais wa Marekani marehemu, mwaka 61, wengi hapa tulikuwa hatupo, kwenye miaka 62, aliwaambia wa Marekani, usifikirie Amerika itakufanyia nini, wewe mwenyewe fikiria utaifanyia nini Amerika. Sasa kama wa Marekani Kennedy aliwaambia wasifikirie Amerika itawafanyia nini mwaka 62, wao wenyewe wafikirie wataifanyia nini Amerika, kwa nini na sisi wa Tanzania tusifikirie tutatumiaje akili yetu, tutatumiaje fikra zetu kuleta maendeleo katika taifa hili, kabla ya kutoa dhamana ile kwa viongozi wafikirie kwa niaba yetu. Kwa hiyo ili tufikiri ni lazima tutengeneze umoja. Ili tufikiri ni lazima tuwe na mshikamano. Kwa kuwa na mshikamano na umoja, tutatoa mawazo chanya ambayo yatatufanya tusonge mbele kutoka hapa tulipo. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.